Ndugu zangu wana Kibosha, tupo hapa na furaha kweli kweli na vijana wa kwa Kibosha hapa. Leo asubuhi nimeletewa zawadi ya mbuzi hapa. Nimepewa taarifa kwamba bwana tumeshinda, sisi tuna kombe. Ndio. Hawa ni vijana wa kikosi wanafahamika kama 55 kikosi. Sasa vijana hawa 55 kikosi walikuwa wanacheza kwenye ligi ya Chandimu. Ligi iliyokuwa na rafiki yangu Captain Moses wa ITV. Wa Shikabamba. Sasa ndugu zangu, vijana hawa wamekuwa wakija, mwenyekiti tuchangie, tunawachangia. Kabisa. Mwenyekiti tubebe, tunawabeba. Sasa baada ya kuwabeba vijana hawa hatimaye wameshinda. Wameibuka kidedea. Wamekuja na mbuzi, lakini wamekuja na jezi kama unavyoona. Hata akasema mwenyekiti, sikiliza basi, tunakuletea zawadi ya mbuzi hii ili muone, lakini asubuhi tuchangamke pia pamoja, tupate kasupu. Kweli kabisa. Alafu mwenyekiti andaa siku tupate kula supu ya pamoja ya mbuzi. Kabisa. Sasa mimi nichukue nafasi hii vijana wenzangu, wadogo zangu, kuwapongeza kwa namna ambavyo mmecheza kinidhamu katika kombe hilo la Shikabamba, mpira wa Chandimu. Mnajua mpira wa Chandimu? Mpira wa Chandimu ni mpira wa makaratasi. Ilikuwa ni burudani aina yake kweli kweli kabisa, kiongozi kabisa. Kwa mimi niwapongeze sana kwa ushindi huu mnono. Shukrani sana. Shukrani. Pekee kama mnavyofahamu, tuna kombe linaendelea la Shabani Super Cup. Tuko hatua ya nusu finali ya mwisho. Nusu finali ya kisha tuende tukaingie finali. Niombe mje pia kuangalia boli pale town. Sema ingine kwa wachezaji humu ndani. Tuko pamoja sana. Tuko. Mimi niwakaribishe, karibuni muda wowote ofisini. Niwaambie tu kazi nzuri ambayo tunashirikiana nanyi kwa pamoja, kwa sababu nchi yetu iko na amani. Kwa nini waombe kuitumia michezo kudumisha amani, na 55 istajwe kwenye matukio mengine. Sina mashaka na nyinyi. Sawa. Kwa ni matumaini yangu kuwa mnaenda kuwa vijana wa mfano kitaa, mnapiga kazi zenu, na wa michezo ukifika mnakwenda kupiga michezo. Lakini nchi iko na amani kwa sababu ya kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya. Nichukue nafasi hii kuwashukuru tena kwa mara nyingine, asanteni na karibuni sana. Wakati wote ule tutawaunga mkono kwenye shughuli zenu. Kingine ambacho muhimu, tuna mwenge wa uhuru unakuja tarehe 18. Kibosha mwenge unakuja kwa Kibosha. Niwaombe siku ya mwenge ule asibaki kijana nyumbani. Vijana wote tuliaye eneo la tukio, kesho utakuwa pale Mapinga
Baadaye tutaenda asubuhi, tutaanza kuzindua mradi wa mabomba pale Nyota Njema. Na wengine ni muhimu sana. Sawa? Kila mmoja hakikishe anakuja na crew ya vijana wa kutosha. Mimi nawakubali sana na waelewa sana, pamoja niwatakie siku njema. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutugia uhai na pumzi mpaka hivi sasa tumefika. Mimi kwa majina naitwa Kefa Kelvin, ni mwongeaji wa 55. Ndio. Na kwanza napenda kumshukuru mwenyekiti wetu kwa sapota zake ambazo anatuonesha kwa kila jambo na kwa kila kitu. Si hapa tu. Kila kipita mtaani kwa kitukuta, sapota zima aache kwa wananchi wake. Napenda kumshukuru Dr. Samia Hassan Suluhu Hassan, Mama Samia, kwa umoja wake kutuletea kiongozi mwenye maadili, ana unyenyekevu, kusamini. Napenda sana kuwashukuru vijana wenzangu kwa umoja wao. Hapa mwenyekiti wetu si mzee, nadhani mnamuona. Na mwenzetu. Kwa hiyo kila changamoto ambayo tumemetea hajawahi kuiona. Viongozi wabarikiwe. Amen. Wabarikiwe. Amen. Wabarikiwe. Amen. Amen. Tunapita huku kuvuka au vipi na watu mmoja ateme cheche hapa.